Kwa mara ya kwanza tumeona serikali ya Kenya imeweza kujitokeza waziwazi na kuweza kuangazia maslahi ya Wakenya ambako kule Tanzania, ambayo inaripotiwa kwamba wanapitia hali ngumu kwa sababu wanasakwa na idara ya usalama kule Tanzania kuhusiana na michafuko ambayo ilishuhudiwa wakati uchaguzi katika nchi hiyo ya Tanzania. Na kulingana na gazeti hilo wanasema kwamba kumekuwa na mkutano ambao iliongozwa na Prime Cabinet Secretary Bwana Musalia Mudavadi, na serikali jana iliweza ku demand answers kutoka Tanzania kuhusu Wakenya ambao huenda labda walipatikana katika hii ghasia ambayo ilishuhudiwa katika uchaguzi kule Tanzania, na wameweza kuuliza Tanzania waweze kuguarantee their safety na pia kuweza kueleza action ambayo itakuwa inachukuliwa pale ambayo haitakuwa inakiuka haki zao na mambo kama hayo. Kwa hivyo tumeona serikali imeweza kuitisha answers ama majibu kutoka Tanzania waweze kupatia Kenya hakikisho kwamba Wakenya wote ambao kwa nchi Tanzania wako salama na kwamba hawatakuwa na lengwa kuhusiana na michafuko ambayo ilifanyika hivi majuzi. Sababu najua wakati Rais Samia Suluhu alizungumza, kuna matamshi ambayo alitoa pale akisema kwamba hiyo michafuko ambayo ilishuhudiwa haikufanywa na Tanzania bali raia wa kigeni. Ni unajua jambo kama hilo ama tamko kama hilo likisemwa, wengi wataangazia tu Kenya, hawezi angazia nchi nyingine. Kenya ndio inalengwa sana kwa sababu ukiangalia mambo ya maandamano, Kenya ndio huwa mstari wa mbele kuliko nchi zingine za Afrika Mashariki. Kwa hivyo wengi waliona ni kama labda rais analenga wa Kenya, na huenda ikachukuliwa, yani watu wakachukua advantage na kuweza kulenga Wakenya ambao wengine wao nao wanafanya tu biashara kule Tanzania bila kukiuka sheria. Wengine hao pia wameandikwa katika idara mbalimbali kama hospitality industry na mambo kama hayo. Kuna walimu pia wengi kutoka Kenya ambao wanafanya kule Tanzania. Kwa hivyo ni swala ambalo nafikiri kwamba inafaa kuendelea kuangaziwa ili Wakenya wetu wawe salama ndani ya Tanzania. Kwa hivyo ni habari ambayo imemulikwa pale. Kuna habari nyingine ambayo pia imeangaziwa. Nimeona Kalonzo Musyoka vile alifika kule Bondo kuweza kufariji familia ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, ambapo aliweza kufika pale na ng'ombe zaidi ya 100. Ilikuwa ni hafla ambayo ilishangaza wengi sana, na ni ishara kwamba Kalonzo alikuwa mtu wa karibu sana na Raila kulingana na vile aliweza kupokelewa pale na vile yeye pia aliweza kuja na magavana pamoja pia na viongozi mbalimbali kutoka Ukambani. Nimeona wengi kwa mtandao wanamsifu sana Kalonzo Musyoka kwa ile jambo ambalo alifanya pale. Unajua